maana anayosema tumepiga bomu Montreal, huyo hajui mpira. Tunaona ligi za nje, tunaona za hapa. Ukienda ndio maana wengine wapo ambao wanaona timu inaenda kushuka daraja. Wale wanaopenda kucheza kamari, anaenda kumpa yule anabahatisha, ana miponti mingi, unashangaa kala. Ndio ile kama Zari wamepata. Kwa hiyo ina maana timu ambayo inakwenda kushuka, yani unaiona kabisa iko kaburini, inaenda kwenye mwanandani, hii timu uigope. Anakufa na mtu huyo. Kwa hiyo anakuja lazima akapambane kwa sababu na saizi ni mapema. Umeona? Kwa hiyo anapambana ili mradi kuhakikisha kwamba aambulie pointi moja au pointi tatu ili yeye tena asiwe kibonde. Kwa hiyo hatujapiga bomu kama wenzio. Ni kama tunautaka sasa wimbo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mapema tunautaka, tukufanya mambo mazuri mapema. Kwa hiyo ina maana tuna misimu hiyo iliyopita mingi hatujachukua, lakini kwa usajili huu naona sasa taswira ya kwenda inakuja. Lakini hapo mwanzo ukihesabu mechi 3 za ligi nyuma tulikuwa tunaona na msimu huu hatupati, lakini na hii tunaona mpinzani wetu hatujakutana naye, lakini mpinzani anayeongoza hajakutana na mwingine. Kwa hiyo unaona kwamba tunapokwenda sasa kupambana. Kwa hiyo tuna timu nzuri sana, kwa hiyo tutafurahi. Ina maana kinachotakiwa kuwa na Simba, tushikamane, tueletu kimoja, na tuwasapoti wawekezaji wetu ili mradi tufanye haya. Unajua kuna maneno mengi yapo. Kuna picha ile ina trendi, baadhi ya watu wengi walikuwa kwa Jairuti. Unaona ile? Sasa ile wanachanganya na vitu walioenda kufanya watu wengine vya hovyo. Wanachanganya na ile picha. Labda niwaambie tu pale tu watu tuliokwenda na mimi nilikuwepo. Tumekwenda kwa sasa wanajiuliza, pale wamemuona mzee wa Saruti, wamemuona basi milioni. Mbona kwenye ile press si hatukuwepo? Kwa hiyo labda niwaambie tu wana Simba. Maana kuna wengine wameanza Jairuti sijui nini, wanamkosea. Sisi pale tulienda na mambo tofauti kabisa. Tofauti na tumekwenda sisi ni kwa ajili ya taasisi yetu kwenda kuomba support kwa ajili ya safari ya mwanzo. Unajua tuna taasisi yetu. Ina maana hatukwenda tu na watu wa upande wa pili, kwa sababu yeye mwenyewe tulipoona tukutane naye akasema mnakuja hivi na hivi, tunakuja na watu hawa. Akasema sasa ofisini kwangu mimi mwana Simba nilikutana naye. Kwa hiyo unaweza ukamkashifu mtu aliyofanya mambo makubwa kwenye Simba, ameipa thamani kubwa Simba. Unaona? Alafu ukaja kutia hatiani kwa kitu ambacho yeye hahusiki na wala hakukifanya. Kwa sababu kama Jairuti angehusika, mimi ungeniona, mzee wa Saruti ungemuona. Kwa hiyo wale wote tuliokuwa pale tukiongea lugha moja. Sisi tulikwenda kwa mambo mengine kabisa. Umeona? Kwa hiyo ina maana kwanza waepushe dhana ya kumuingiza Jairuti na ile picha waliokwenda sijui hapana. Sisi wengine tuko tofauti. Waliofanya yale labda wametumwa na mtu mwingine, lakini Messi amini kama Jairuti. Umeona? Kwa hiyo ina maana waache dhana ya kumzania Jairuti kafanya jambo baya. Jairuti hauziki. Sisi tulikwenda kwa kitu kingine kabisa. Kile kitu kimefanyika kama leo ila wale kesho. Kwa hiyo watu wamechukua matukio ya haya wakaja na ya kesho, wakaunganisha zile doti, wakapata Jairuti anaharibu. Niwaambie wana Simba wanaofanya hivyo ni wanakosea, kwa sababu kama angekuwa anahusika na mimi ungeniona niwepo pale. Salamu kwa hiki ambacho tumekiona leo na kwenye mechi mbili za mwisho za Simba. Naitaka dadi kweli. Dabi sasa hivi siije muda wote. Dabi sasa hivi wallahi wabillahi uje. Unajua Simba tulivyokuwa tunacheza pale mbele, zile koroshi kalanga, maziwa tende. Zilikuwa hakuna. Sasa hivi si unaona muda wote tuko kimiani kwenye 18. Unaona kuna wachezaji zaidi ya 4 wanaweza kuwa nje ya 18 alafu wanaitafuta 18, ambayo ile design ile alikuwa nayo Emmanuel Okwi, lakini alikuwa nayo Elia Mpanzu wakati kabla. Sasa hivi hajarudi nyuma, kwa sababu sasa hivi Elia Mpanzu amekuwa na wakwaza wana Simba. Alivyokuwa anacheza mwanzo sasa hivi, lakini wamekuja watu ambayo unaona kabisa huyu akitani tu kushoto, Libisa Guai akitani tu kushoto, unaiangalia kwenye kwapa, lakini unamwangalia Enes Ura, unamuona akiwa nje ya 18, kumchukua mtu kuingia naye kwenye 18 ni kitu kawaida. Morris Abraham nayo ni kilaka. Leo umeona kocha kamchezesha namba 8, lakini pale kuna kama kawaida mkongwe. Unajua tulikuwa tunajua kachoka sana. Clatous Chota Chama kazaliwa huko, anakuja kama kawaida. Kwa dabi leo kesho mnaitaka. Hatuna wasiwasi naye. Playmaker Chama yupo, Libisa Gueye yupo, Enes Ura yupo, lakini ukikaa unamuona Ino Luemba, anavyocheza naamini na nyinyi
nyinyi waandishi mnatamani kumuona kama hii mechi Yanga tena na yule hapo Mzalamu. Atapenya wapi wakati tunataka ubingwa? Sasa tunataka ubingwa, akipenya tena si ndio basi ubingwa hakuna. Inatakiwa asivuke na pale ndo tukamsimamishe asirudi tena. Wewe umeona sasa hivi. Hamna anakufa ngapi? Hamna. Mpira huwezi kusema ngapi. Mimi sio shehe haya, marehemu shehe haya, lakini atakapokuja atakufa. Bwana Mzalamu, kwa mawinga wa Simba unawaambia nini mabeki sasa wa ligi ya Tanzania bara? Watakuwa na kazi, maana mimi nafikiria hiyo tarehe moja Baka amkabe huyu afai, amkabe huyu yule kamsahau, amkabe huyu itakuwa bana. Anaweza ukaona Baka bana mkabe yule, wanaambiana yule hatari yule, mkabe yule, huyu ukimwacha Libisa anakwenda, ukimkaba hino. Lakini ukiacha hiyo unaangalia, unamuona Chama anatani pale kama kawaida yake, anaangalia shimoni ampe nani. Ukinani hivi Morris Abraham anafanya. Kwa hiyo balaa litakuwa zito, sio kama mwanzo tulikuwa kidogo. Unaona leo huyu hajaamka vizuri huyu, lakini kwa mechi hizi mbili unazoziona kila mchezaji unamuona ana hamu. Ndio maana anasema kwamba Kagoma ile namba anaitaka iwe permanent kwake, kwa kujituma na kuhakikisha mambo yale anayoyafanya yote. Unaona anataka kuchukua ile namba, kwa sababu pale inagombewa waya, kuna Kante huyu Ino Luemba ndio hivyo anaanza, lakini huyu permanent ya namba ile ataipata, kwa sababu wana Simba wote huambii kitu, lakini na kocha akiangalia anaona ule ufundi wa wanavotani mpira, anaachia ile boli, kaangalia huku kaiomba tena hivi, ile watu wanataka. Yaani ukisikia mpira unachezwa kaka, ile ndio starehe. Bwana Libasa yule anapiga nje ya box tu. Yule anapiga nje ya boksi, anaangalia kule kwenye makwapa. Kwa hiyo kipa utasema mwenyewe akakuvunjike mbavu au uiache useme ama. Kwa sababu mpira ukikupita mbali si unakuwa unaona ama ule kule ule uko ndani. Kwa hiyo uamue mwenyewe au ufuate mbavu zivunjike. Kwa hiyo ndo anachofanya. Alafu akipiga mpira sio anaupiga ule unakwenda kwa nguvu. Kwa hiyo atasumbua sana magolikipa. Mzalamu ni kama Simba sipofanya vizuri kimataifa anaacha nuksi. Watu wanahangaika kuvuka, wanahitaji hesabu nyingi sana. Kalkuleta yao imekatika katikati. Kalkuleta yetu sisi ndio imekufa kabisa, imeingia maji. Hakuna tena. Hakuna tena. Hakuna, sisi tutakwenda kokote. Lakini hao kalkuleta iko nusu. Upande wa huku hesabu uzioni, umebakia kama kipofu kwenye za Mwenyezi. Wapi panafaa, wapi ukamwombee tena mtu mwingine apoteze, wewe umfunge huyu nyingi na yule apoteze nyingi ndio uenda. Actually inawezekana, lakini ndio hesabu ya kalkuleta, wewe kama kipofu. Wewe unaona mtu akivuka. Shughuli ana Yanga, uwanja wa huu ni mgumu kuliko mwingine. Kucheza Tanzania Yanga ni ngumu kuliko anapocheza nje. Nje kidogo anapambana, akicheza huko anakuwa kila mtu anakwake. Simba kwa Mkapa umwambiki, lakini yule huko anakuaga kama togwa la ngomani. Labda nikukumbushe msimu wa mwaka jana hapa alitakiwa ushindi tu hata wa 1-0. Umemshinda akafunga vilago tukaona awamu. Kwa hiyo na sasa hivi anaenda kumaliza hivi. Anahitaji ile, anahitaji draw. Kwa hiyo ina maana wanakuja hapa na yule hataki kuwa yeye wa mwisho. Yule anayokuja hataki kuwa wa mwisho. Kwa hiyo anakuja apambane hapa kuhakikisha kwamba yeye hawi kibodi. Kwa hiyo